hatujapokea na hatujamwona kutokea, kwa sababu ni hiari kusaini maadili. Usiposaini huwezi kuwa umetajwa kwamba umesaini maadili. Kwa hiyo sisi tuliwatumia vyama vyote barua, na kando wasema tuliwapigia pia na simu za mkononi kuwakumbusha kwamba tupe nani anakuja kusaini. Sasa kama ametumia mfumo huo sawa, kama hajatumia mfumo huo sawa, lakini sisi tulikuwa tunataka hao amefika kwenye ukumbi huu na kusaini. Akiamua kutokusaini kwa namna mtu anayetaka kuitoa yeye, atoe kwenye mitandao ya kijamii, atoe kwenye nini chochote kile, sisi tulikuwa tunamtambua aje leo. Kwa hiyo hamkupata taarifa rasmi? Taarifa rasmi ni kwamba hatukupata kwa sababu hakuja hapa kwenye ukumbi. Hatukuambia chama kitujibu kwamba nitakuja au siji. Sisi tujiongeza tu kuambia kwa pafuza imani kama umesahau unatakiwa uje tarehe 12. Sawa. Ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kijashiriki kusaini. Na ushiriki wao umekuwaje? Wa namna gani? Ushiriki wao katika kuandaa hizo kanuni kama mlivyosema awali ilikuwaje? Kuandaa tuliwapelekea kanuni wakakiri wamepokea. Kuleta maoni kuna vyama vingine havijata maoni vimeridhika. Kwa na chenyewe kileta maoni tunajua kimeridhika. Tumepeleka maoni ya pili tena tarehe 4 mwezi huu. Vyama havijawasilisha maoni vingine vyote tunaashumu vimeridhika na kanuni hizo. Ndio maana ilikuwa swala la kusaini. Kama chama kingeleta hoja nyingine tungesema sasa okay, tujibu hoja hiki chama. Kwa sababu haikuleta chama na vingine vikuleta maoni, si tunaashumu ni vyote tunavileta maoni vimeridhika na kanuni hiyo tulikuwa tunaandaa, maisha yanaendelea kama kawaida. Ukisoma kanuni namba 1 na kanuni ndogo ya 5 ya kanuni za maadili ya uchaguzi kinasema chama cha siasa ambacho hakita saini au mgombea ambaye hata saini fomu namba 10 hatoteuliwa kuwa mgombea, na chama cha siasa ambacho hakijasaini kanuni za maadili hakiweza kusimamisha mgombea na kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa chama kama kuna chama cha siasa ambacho hakijasaini, maana yake hakitashughulika na shughuli zozote zinazohusu masuala ya uchaguzi. Na hata kwa uteuzi tutapeleka barua kwenye vyama vyote 18, hatutapeleka taarifa kwenye chama kimoja kwa sababu automatic kimejiondoa kwenye harakati za masuala ya uchaguzi mwaka 2025. Sasa mtu anaweza kadhania kwamba anaweza akasaini kesho. Hapana, signing ilikuwa ni leo. Saizi tunazipeleka kwa ajili ya mpiga chapa aweze kuzitoa kwenye zile serikali, ziweze kutumika rasmi. Kwa ambacho akikuja leo hakiwezi kutoa fursa kesho. Ilikuwa ni signing leo na kila chama kimepata fursa, na kila chama tulikipigia simu. Na kila katibu mkuu wa chama alipokea simu yetu na kusema mimi nafikiria nitakuja au nitakuja, kwa umejitokeza. Kwa fursa ya kusikilizwa kuja chama vyote vilipata. Kwa hiyo chama ambacho hakikusaini maadili ya uchaguzi hakitoshiriki uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani unatarajiwa kufanyika mwaka huu, na hakitoshiriki chaguzi zingine zote ndogo zikazotokea katika uhai wa miaka hii mitano kuanzia 2025 mpaka 2030. Hapo kanuni za kutunga wengine, kwa sababu kinachoishi baada hapo ni sheria, lakini kanuni huwa zinatungwa ambazo zinatumika kila kwa muda wa miaka mitano. Kwa kanuni zote zilizofungwa mwaka huu 2025 zitatumika uchaguzi 25, uchaguzi mdogo utakotokea 26, uchaguzi mdogo utakotokea 27, 24, 29 na 30 kabla ya ule mwaka mmoja kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa kama kuna chama cha siasa kijasajili hakijasaini, maana yake hakishiriki uchaguzi wa mwaka huu wa 2025 wa rais wa bunge na madiwani na uchaguzi mdogo mwingine wowote utakaojitokeza katika kipindi cha uhai wa miaka mitano.